Hello, mambo vipi? Mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Na leo story ambayo niko nayo ni kuhusiana na mbinu ambazo Diamond Platnumz aliweza kuzitumia katika kutangaza EP yake maarufu kabisa kwa jina la FOA, ambayo mpaka sasa hivi inaonekana kabisa kwamba mbinu hii ni kwamba msanii mwenzake ambaye ametoka pale WCB na kuwa kama solo artist ambaye hayupo tena chini ya label bana Mbosso Khan ameweza kuitumia hivyo ambapo amekuwa akipromote EP yake mpya ambayo inafahamika kwa jina la RN3 kwamba Room Number 3 ambayo inatarajiwa kutoka rasmi kabisa ambapo itakuwa ni tarehe 12. Diamond Platnumz aliweza kutumia hashtag ambayo ilikuwa inasomeka kwamba hashtag FOA ambayo ilikuwa ni kama njia ya kuweza kuhamasisha baadhi ya mashabiki wengi sana kubaki na zile sintofahamu, lakini pia kubaki na maswali mengi kwamba ni kitu gani ambacho kwa kinaendelea. Na hata pia ukiangalia kwenye posti zake ambazo kipindi hicho zilikuwa zinaonekana ni post ambazo zilikuwa zimejaa kwenye Insta story yake ambazo zilikuwa ni hashtag FOA ambayo hiyo iliweza kuleta maswali mengi sana kwa mashabiki wengi sana na kuweza kuweka tension zikawa ni nyingi sana, watu wakiendelea kusubiri ni kitu gani ambacho Diamond Platnumz atakuja nacho. Na sasa hivi ni kwamba Mbosso Khan ameweza kuja na hashtag ya RN3 Room Number 3 ambayo inasimama kuweza kutambulisha kwamba ni ujio mpya wa kazi yake ambayo ataweza kuiachilia katika siku za hivi karibuni. Tangu yaanze kutumia hashtag hii imeweza kuwafanya baadhi ya mashabiki wengi sana kubaki na mijadala mingi sana katika mitandao ya kijamii na video fupi ambazo wameweza kuziambatanisha zikiwa zinaelezea masuala yake ya maisha kipindi ambacho anaanza kujitafuta na kuweza kujipata. Ni kama vile ameweza kuongeza tu ubunifu fulani hivi, lakini the way ambavyo ameweza kuitambulisha Room Number 3 ni jambo ambalo limeweza kuwashtua baadhi ya watu wengi sana. Hata pia hapo nyuma watu hawakuweza kuelewa kwamba hashtag RN3 ilikuwa na maana gani. Ni hata vile tu kwa upande wa Diamond Platnumz kuweza kutumia ile hashtag FOA kwamba first of all. So ni kwamba kwa upande wa Mbosso ni kama vile anapita kwenye zile footstep ambazo Diamond Platnumz alishawahi kupita hapo nyuma. Na kama unafahamu kwamba msanii ambapo anakuwa kwenye label ya WCB, moja kati ya nukuu ambayo Diamond Platnumz ashakuizungumza kwamba WCB sio tu record label ya muziki, ila unajifunza namna gani ambavyo unaweza kuboost kazi yako ya muziki. So katika nukuu ambayo Diamond Platnumz ashakuizungumza hiyo ni kwamba wasanii wanakaa darasani kabisa kwa ajili ya kuweza kufundishwa ni namna gani unabidi ufanye muziki, ni namna gani ambavyo unaweza kuboost muziki wako. So masuala ya kila kitu unajifunza ukiwa chini ya record label ya WCB. So ni kwa upande wa Mbosso ni kama vile ameonekana kama ni msanii ambaye ameweza kujifunza na kuweza kumaster baadhi ya vitu vingi sana, hususan kwenye swala zima la kuweza kuboost muziki wa Bongo Flava kwenda viral kinoma akiwa hata pia solo artist ambaye hayuko tena chini ya label yoyote. Sasa kwa upande wa Mbosso, yeye ameonekana ni moja kati ya wasanii ambao wanapita zile hatua ambazo Diamond Platnumz bana ameweza kupita. Ukiangalia kwa umakini kabisa utaweza kuona kwamba Mbosso hii imeonekana kwamba ni dalili ya kwamba amehudhuria vikao vingi sana ambavyo Diamond Platnumz amekuwa akifanya pamoja na yeye, na ameonekana kwamba ni msanii ambaye ameelewa somo na kuweza kufanya muziki wake kama solo artist. Na kwa sasa mashabiki wengi sana wanahamasika kwa namna moja ama nyingine na kusubiri matarajio ya Room Number 3 kwamba itakuwaje, cause imeonekana kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo viliweza kuzua mijadala mingi sana, watu wengi wakiwa wanasubiri kwamba ni kitu gani ambacho kitakuja. Lakini tarehe 12 rasmi ameweza kutangaza ujio wa EP yake ambayo itakuwa ni Room Number 3 na akiwa amekuwa kama solo artist wa kujitegemea na hayupo tena chini ya record label yoyote ile. So kwa upande wa wewe ambaye upo kipande chochote ambacho upo right now, unapoiona hashtag ya RN3 Room Number 3 sio kwamba ni mara ya kwanza, ni hata pia kwa upande wa Diamond Platnumz aliweza kuanza na hiyo hashtag ya FOA kipindi ambacho natambulisha EP yake ya FOA bana first of all. Sasa hivi ni Room Number 3 ya Mbosso Khan. Tupe mtazamo wako kwenye comment hapo, siache kusubscribe, kulike, utakometisha kinoma chao.